Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa katika mtandao wetu wa Mokenya TV mahali popote ulipo. Hujambo? Natumai ubuheri wa afya umzima. Nami penye nipo hapa Nairobi kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja vile kunaonekana. Habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari, aliyekuwa naibu rais wa pili Rigathi Gachagua aonekana kushinda kisiasa na kutafutwa ili kupembelezwa kutuliza makali yake na kurudi katika serikali ya Kenya Kwanza. Kuna sauti ambayo naenda kuiweka hewani ya Chief Whip ambaye ni seneta katika kaunti ya Kakamega, ni kiranja wa wengi katika bunge la seneti. Vile amefichua hisiri. Kabla niweke hiyo kanda hewani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama kanda zile ambazo tunazikuwa katika mtandao wetu wa Mokenya TV. Ombi langu moja tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa, tupe a like unapoendelea kutazama hii kanda. Na ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozungua katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa grupu moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp, na asante kwa kutia ombi langu. Karibu ili tuendelee katika uchanganuzi wa siku ya leo. Boni Khalwale ni kiranja wa wengi katika bunge la seneti na aliweza kuchaguliwa kama seneta katika ama kupitia chama cha UDA. Amesema ya kwamba ikiwa Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga wako na nia ya kuunganisha wa Kenya, wamtafute Rigathi Gachagua ili kurudi serikalini. Tusikize vile Boni Khalwale anasema. Mheshimiwa Raila, na nia yako Mheshimiwa President ilikuwa kwamba mnataka Wakenya wote muweke pamoja wawe kitu kimoja. Ningependa kumwambia Rais na Raila kwamba walio wanasema mahala penye nyuki hutengenezea asali, kwa hiyo kitu inaitwa beehive. Walio wanasema wakati asali inaiva huwa inaiva pembe zote. Upande huu Raila asali, upande huu Ruto asali. And if indeed nataka kuweka Wakenya pamoja, President Ruto na Prime Minister Raila, tafuteni yule mwanaume anaitwa Rigathi, mkalishe chini, msikiza anataka nini. Hatutaki aanze kusungusha siasa ya kusema kwamba Wakikuyu watengwe katika agenda ya Kenya. Sauti hiyo ni ya Boni Khalwale ambaye ni kiranja wa wengi katika bunge la seneti na ni wa UDA. Amesema ya kwamba ikiwa wanataka kuunganisha wa Kenya, Rigathi Gachagua atafutwe ili wa Kikuyu ama jamii ya Kikuyu ikaweze kunufaika katika maendeleo na kuendesha shughuli mbalimbali humu nchini za maendeleo. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why Boni Khalwale decided to request President William Ruto and Raila Odinga to look for Rigathi Gachagua. Matamshi haya, mbona Khalwale anazungumzia Gachagua kurudi kwa Rais William Ruto? Point number 1. Imejulikana kwamba kushinda kura za urais pasipokuwa na kura za Mlima Kenya ni ngumu. Vile inaonekana tangu Rigathi Gachagua aondolewe mamlakani kama naibu rais, vile kunaonekana anaogopwa kisiasa, kwa sababu to access Mount Kenya votes lazima huenda utapitia kwa Rigathi Gachagua. Kwa nini nasema hivyo? Tangu aondolewa mamlakani,
Wengi walisema ya kwamba aliweza kusalitiwa, na hata yeye mwenyewe amekuwa akisema hivyo, kwa sababu waliweza kuchaguliwa kupitia tikiti moja na Rais William Ruto katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022, na sasa baadaye baada ya miaka miwili akangolewa. Sasa it has been discovered that Gachagua still has votes in Mlima Kenya. Akona kura katika eneo la Mlima Kenya, na Gachagua yeye mwenyewe amekuwa akisema ya kwamba waliweza kunifukuza, wakadhani kwamba watanifukuza mimi mwenyewe, lakini mimi nikaondoka na watu wangu kwa sababu niliweza kuchaguliwa. Tusikize. Najua William Ruto alikuwa anafikiria ni mjanja sana. Alikuwa anafikiria atanifukuza mimi mtu binafsi ati abaki na watu yangu. Si mimi nilikuwa nimechaguliwa. Aliponifukuza nikatoka na kila mtu. Sasa pale hata akituma rabirabi kanisani anaambiwa hapana. Rabirabi ya mazishi imekataliwa. Alikuja hapo Embu siku moja kudanganya Wakristo. Watu wamemsoma. Pale watu wamesema mgeni akuja lakini hatutaki uongo. Hiyo sauti ni ya Rigathi Gachagua. Sasa ni mbinu ambayo inatafutwa ili kumtuliza. Namba 2, mbona Halwale anazungumzia Rigathi Gachagua kurudi kwa Rais William Ruto na Raila Odinga? Inadaiwa kwamba Rigathi Gachagua is destroying the current regime every single day. Gachagua anapoenda mahali popote, anapoenda kwa masoko, public gatherings, akienda hata kanisani, akienda popote pale, kazi yake ni kuzungumza vibaya kwa serikali iliyopo mamlakani. Kutuliza haya yote ama joto la kisiasa kwa Rigathi Gachagua lazima atafutwe ili arudi, lakini vile inaonekana Gachagua kukubali kwake ni ngumu tena zaidi. Kwa sababu gani? Yeye anasema aliweza kusalitiwa, na sasa nia ama njama ya Rigathi Gachagua akonayo sasa hivi ni moja. Is on a mission to make sure the current regime is not going to be re-elected in the next general elections 2027. Yeye mwenyewe amekula kiapo na kusema ya kwamba is going to sacrifice to make sure Ruto is a one-term president. Kumaanisha yeye he want to revenge, kulipiza kisasi kisiasa kwa sababu naye aliweza kusalitiwa. What do you think? Gachagua atarudi kwa Rais William Ruto kabla ya 2027? Mtazamo wako ni upi? Utaniandikia katika sehemu ya maoni na tutakuwa tunapitia moja kwa moja. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Naomba ukaweze kutupea a like, na ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, na kusihi heshima na kunyenyekevu tu kaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe kiko hapo chini ambacho kimeandikwa subscribe. Ukibaliza kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii kana kwa huruma moja ama mbili tatu katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Nashukuru, tukutane in the next video. Be blessed by our Supreme Being Left and Heaven. Bye bye for now.